Ninaitwa Askofu Peter Fares Kisena pamoja na mama Askofu Peter Fares ambaye anaitwa Mwinjilisti Ruthi, na tunamshukuru Mungu tupo hapa Geita tangu jana jioni tulipofika kwa ajili ya maandalizi ya faraga iliyoanza leo, ambavyo jana katika mapokezi yetu tulimshukuru Mungu sana kwa ajili ya kanisa la Bwana AIC Geita ambavyo tulipokelewa, na tuliona upendo, tuliona jinsi ambavyo watumishi wa Mungu pamoja na kanisa lote walivyo pamoja na wanavyotumika kwa pamoja, na tunashukuru sana kwa ukaribisho huo. Ulitufanya tujisikie vizuri na kujiandaa vizuri kwa ajili ya siku ya leo ya faraga ambayo tumeianza asubuhi, na tumefurahishwa sana na mambo mengi. Mojawapo tu ni mazingira na mandhari ya mahala ambapo tumefikia. Kweli kitu kinapoitwa faraga maana yake ni mahala ambapo wazungu wanasema ni privacy, mahala ambapo tunasema ni retreat, mahala ambapo kweli wewe utajisikia vizuri, una amani na utulivu. Kwa hiyo ni eneo ambalo ni la utulivu na tunashukuru sana. Yaani mambo yote yameenda vizuri. Lakini zaidi mno tumeanza kwa kukutana na kumuomba Mungu kwa pamoja, kulisoma neno la Mungu kwa pamoja, kutiana moyo kupitia neno la Mungu. Lakini zaidi ya hayo, kupitia neno la Mungu tumetazama hasa kujikumbusha kuhusu swala la mabadiliko, kwamba badilika ili uwe chachu ama uwe msaada kwa wengine pia wa kuweza kubadilika. Na leo tunamshukuru Mungu sana jinsi ambavyo tumeanza na Waefeso ile sura ya 4 na yake 22 mpaka 24, mahala ambapo Paulo mtume analiasa kanisa la Efeso, na kama kiongozi anaona umuhimu wa mabadiliko. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba siku imeanza vizuri na tunaendelea vizuri sana. Lakini pia kwa sababu ni mwaka pia ambao ni wa uchaguzi katika nchi yetu ya Tanzania, ningelipenda tu kuwaasa Watanzania wenzangu, watumishi wenzangu katika shamba la Bwana, kanisa la Bwana, lakini pia na wananchi wote wa Tanzania na viongozi wetu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba uwe ni mwaka ambao Bwana atatukuzwa kwa kuonyesha amani aliyoiacha, lakini pia utulivu katika nchi yetu ambayo imekuwa ni kama kisiwa. Sehemu nyingi imesemwa hivyo, na kwa maana hiyo tuenzi kila ambacho tumekikuta ambacho kinaendelea katika nchi yetu, kwamba tuwe mfano lakini pia wa kuigwa na nchi ambazo zina fujo, zina vurugu. Sisi tuendelee kuwa na amani na tudumishe amani. Unajua Mungu wetu ni Mungu wa amani, lakini pia yeye alituachia amani katika Yohana ile sura ya 14 na mstari wake wa 27. Anasema amani ninayowapatia si sawa na amani ambayo dunia ama walimwengu wanaitoa. Ni amani ambayo inatoka kwa Mungu mwenyewe, ambaye halali wala hata sinzia, aliye mlinzi wa Israeli, kwa mujibu wa Zaburi ya 121. Kwa hiyo huyu ambaye ni mwangalizi wa nafsi zetu, mwangalizi wa miili yetu, mwangalizi wa jamii ya Watanzania na walimwengu wote, yeye anapendezwa sana na sisi wanadamu tunapoishi katika hali ya utulivu na kwa amani. Tusiwe na ile kuchokozana kwa maana ya kupampiana kwa maneno ama kuona ile amani pengine imetosha. Hapana, amani haitoshi, na kuna nchi wanaihitaji sana, na sisi tuienzi na tuidumishe amani kwa Watanzania, hasa wakati huu wa uchaguzi mwaka huu wa 2025, ili baada ya pale tu pick up tuendelee tena na amani yetu mpaka tena uchaguzi mwingine. Mungu awabariki na awe pamoja na ninyi. Asante sana Watanzania wenzangu na kanisa la Bwana, hasa kanisa la AIC ama African Land Church Tanzania. Tunashukuru sana Mungu kwa nafasi hii ya kusema na wewe uliyenisikia, na Mungu akubariki sana. Asante sana. Asifiwe sana. Mimi naitwa Mwinjilisti Ruthi Fares, kama baba Askofu Fares alivyonitambulisha. Nami nayo furaha kubwa sana kwa ajili ya kufika mahali hapa Geita. Tumeingia kwa furaha, tumepokelewa kwa furaha sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maandalizi makubwa. Hivyo tuendelee tu kwa pamoja kushirikiana. Tunafurahi kuwa katika
mkoa huu wa Geita. Ni mahali pazuri sana, tumepafurahia, pana amani. Endelea tu kuomba Mungu Mwenyezi azidi kutupa utulivu na amani kipindi hiki cha uchaguzi. Mwenyezi Mungu azidi kutusaidia hata wakati wa uchaguzi tukachague viongozi wale ambao yeye mwenyewe amekusudia. Tunaomba amani ya Kristo izidi kutawala, kwa sababu amani kuipoteza ni kitu kidogo, lakini kuirudisha ni kitu kigumu sana. Hivyo Mungu atusaidie, Watanzania wenzangu na kanisa la Mungu kwa ujumla. Amina.